umeshughulika na kutoa suluhu kwa matatizo ambayo yamewakabili kwa muda mrefu. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la kwanza ulilofanya ni kuongeza mapato ili uweze kushughulika na shida za Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika miaka yako mitano umeshughulika na matatizo sugu ambayo yalikuwa yamewakabili Watanzania. Jambo moja, katika uongozi wako umehakikisha haki ya Mtanzania haipotei. Pale ambapo Mtanzania anadai huduma kutoka serikalini, umehakikisha serikali yako inatimiza wajibu huo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kulikuwa na maeneo mengi yaliyotaliwa na serikali. Watanzania hawa walitoa maeneo yao kwa ajili ya miradi ya maendeleo, kwa ajili ya uwekezaji, yakiwemo ya barabara, yakiwemo ya viwanja vya ndege, yakiwemo maeneo ya uwekezaji. Mengi yalikuwa hajalipiwa na serikali. Jambo la kwanza ukaelekeza, ukasema kama wananchi hawa kwa uzalendo wao wametoa maeneo yao, hakikisheni mnawapatia fedha zao, kwa sababu ni haki yao kwa kuwa walishatoa maeneo yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, umetumia zaidi ya bilioni 500 katika kipindi chako kuhakikisha unalipa fidia kwa watu ambao kwa uzalendo wao walikuwa wametoa maeneo yao. Hata pale jana ulipokuwa katika jimbo la Segerea, umetoa zaidi ya bilioni 54, fedha ambazo walikuwa wakizidai tangu mwaka 1992. Umetoa fedha za aina hiyo Liganga, umetoa fedha za aina hiyo Ngaruka, umetoa fedha za aina hiyo kule Nyantwari na maeneo mengine ambako Watanzania walitoa maeneo yao wakabaki wanadai serikali iweze kuwalipa fedha zao. Na umeelekeza kila mwaka fedha ziendelee kutengwa ili kuweza kulipa fidia maeneo ambayo Watanzania wamepisha miradi ya maendeleo. Huo ni uzalendo, huo ni utenda haki, huko ni kusimamia haki za Watanzania ambao wanajitoa kwa ajili ya taifa lao.